Wale walinzi walikuwa wanalinda, wamekabidhiwa walinde biashara yako isiinuke, wote wameshazimia. 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 Amen. 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 Halafu akainuka Yesu. Alivyoinuka Yesu akaambia wakaja kina Petro, wakaja Mariamu Magdalene, akaja na yule mwanafunzi wa Yesu alikuwa anaitwa Yohana, alikuwa anampenda na egema kifo cha Yesu. Wakaja pale wakakuta kaburi liko wazi. Yesu akafufuka akawatokea karibu usiku 40. Anawatokea alafu akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mbinguni na duniani. Matumbi na Dar es Salaam yote. Matumbi na Manofu. Matumbi na Kelele yote. Tumepewa mamlaka yote. Halafu Yesu akaambia, sasa na mimi nawapa funguo. Funguo za mamlaka. Lolote mtakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Na lolote mtakalo kuwa umelifunga duniani na mbinguni. Jana nilikuwa mshangilie kwanza Yesu kwa makofi na vigelegele. Jana nilikuwa nimekupa ushuhuda mmoja. Nimechelewa kidogo pale, nilikuwa niko katika maombi, halafu simu ikaita. Yuko mtumishi mmoja wa Mungu, alikuwa ndoa yake imesumbua kidogo kule Dar es Salaam kule ambako niko mimi. Alafu akaja akasema, mtumishi wa Mungu, yani mume wangu amehamia kwa mchepuko kabisa. Yani ameniacha na watoto. Yani mtumishi wa Mungu, sasa sijui nifanyaje. Yani mpaka hapa mtumishi wa Mungu nilishaanza kuwaza mabaya, na mimi namkumbuka mpenzi wangu wa zamani. Yani mpaka nimemtumia message mpenzi wangu wa zamani ili tuanze kulipizana kisasi kwa sababu yeye ananifanyia hivi na mimi sasa nataka kumfanyizia. Nikamwambia usimfanyizie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nifanyaje? Nikamwambia ngoja tuombe. Tukaingia kwenye maombi. Sasa maombi tulioenda kuyafanya pale ndio nawe leo ukipenda tutafanya, ili wale wote waliokuwa wanakusagia meno leo wakacharazwe. Leo wakafunguliwe. Leo wakabasilia. Nikamwambia sasa tunaanza. Sasa uko tayari tumvuruge mume wako na yule mwanamke ambaye yuko kule, wavurugane hata wapigane vichwa? Akasema, mtumishi wa Mungu, mimi nachotaka mume wangu arudi, yani hata wavurugane. Nikamwambia sasa tunakwenda kuwafarakanisha. Tukapiga maombi. Sasa jana ananipigia simu anasema, mtumishi wa Mungu, yani mimi nimeona Yesu amefanya mambo ya ajabu. Yule mume wangu amefukuzwa na mchepuko wake. Mchepuko wake akamwambia, wewe toka hapa, wewe si una mume wako, una mke wako, halafu unakaa hapa kwangu kwanza huko kwenye nyumba yangu. Halafu zile nguo za huyu bwana ndio mwanamke alikuwa ameziloweka, anataka kufua. Halafu Yesu kaingilia kati pale. Unajua Yesu anataka mtu arudi kwa mke wake. Yesu anataka mtu arudi kwa mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Zile nguo hata kabla hazijafuliwa pale ndio faraka ikatokea pale. Ikabidi yule mwanamke, chukua na manguo yako haya yanavuja maji hivyo kayabebelea, sio aliyeweka kwenye nini. Akaondoka naye anavuja maji, anaenda anaemea juu mpaka nyumbani kwake. Anasema, mke wangu nimerudi mke wangu. Ni kama alikuwa mwana mpotevu. Nimerudi mke wangu, nisamehe. Ni kweli nilikuwa mzizi. Ni kweli nilichafuka. Lakini mke wangu ni wewe. Leo ukija kwa Yesu nataka nikwambie, mume wako atarudi. Mke wako atarudi. Vitu vyote vilivyopotea vitarudi. Haleluya. Wamshangilie Yesu tu. 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 Asante sana. Huyo Yesu ndio yuko ndani ya mtumishi. Sasa amekuletea ahadi njema. Ndio yuko ndani ya mtumishi. Sasa amekuletea hakika kwamba mambo yale sasa hakika kila kitu kitakaa sawa sawa. Ndio maana anasema kwenye Ibrania 11:1 anasema, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mpigie Yesu makofi na vigelegele.